Yes, bana jana TFF wametoa taarifa kuhusiana na ile kesi ya Yanga kwenda CAS. Imefanyaje? Wakigomea mchezo wao dhidi ya watani wao. Ni huzuni, ni masikitiko makubwa sana kwa taarifa ambayo utaenda kuniambia hapa. Kama itakuwa tofauti na kile ambacho niliwahi kutabiri miaka mingi iliyopita. Taarifa iliyotolewa CAS wao wamewajibu Yanga kwamba warejee kwenye hapa nyumbani. TFF wayazungumza ya mambo. Kwa kifupi, CAS wameitupilia mbali kesi ya Yanga. Kutupiliwa mbali kesi ya Yanga. Hizi ni habari ngeni jijini? Hapana. Labda kama wewe ni mgeni hapa mjini. Si kwa mara ya kwanza, si kwa mara ya pili. Ndio. Imekuwa ni kawaida, umekuwa kama ni wimbo wa taifa. Ndio. Kila kesi sisi ni kugaragaza. Kama wimbo wa taifa. Ndio. Yaani imekuwa kawaida tu. Kila kesi sisi ni mgaragazo. hivi kama klabu inaandaa mwanasheria kwa ajili ya maslahi mapana ya klabu. Inapotokea kila kesi mwanasheria anashindwa kuisimamia na kushinda, halafu wanabaki wakati huo mchezaji wa hiyo klabu anaposhindwa kuonyesha performance yake kwa usajili aliyosajiliwa, anakalishwa benchi au anaachwa na hiyo timu. Kwa mwanasheria nini kinafanyika? Swali zuri Jongo. Ambalo pia tunatakiwa tukae chini tutafakari. Sisi mashabiki wa Yanga, huyu mwanasheria wetu tunamchukuliaje? Kila kesi sisi chari. Kila kesi sisi chari. Kwa mfano kwenye kesi walikuwa 5. Walikuwa 5. Mpili ya kwetu. Lakini hiyo kesi ilionekana wazi kabisa toka mwanzo kwamba Yanga hawezi kutoboa kwa namna ilivyo. Kwa sababu hapa Tanzania kuna vyombo vya kusimamia masuala ya soka. Yes. Lakini wewe unapokimbilia sehemu nyingine na hapa haujasikilizwa, maana hata kule atakwambia bwana hebu rudi pale pale mkayamalize. Ndio ile ya kwamba watu wangu ndio wanaangamia kwa kukosa maarifa. Wanetu wa Yanga sasa itabidi wajiandae tu na dabi. Yanga jiandaeni na dabi. Dabi ipo pale pale. Hamchezi. Sisi tunasema mtacheza. Dabi ipo pale pale. Namna ya kumkimbia mpanzo haipo tena. Sema tulishawaambia. Sasa mimi nasoma kwa ufupi tu. Ndio. Mahakama ya Kimataifa ya Usuluhishi wa Michezo CAS imetupa rufani ya klabu ya Yanga yenye kumbukumbu namba CAS 2025 A11298 ambayo klabu hiyo iliifungua dhidi ya Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania TFF kuhusiana na mchezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC Young Africa dhidi ya Simba Sport Club. Sasa kutokana na uamuzi huo wa CAS, bodi ya ligi kuu Tanzania imeendelea na maandalizi yake ya kuhitimisha msimu wa ligi kuu NBC 2024-2025 na kufanya maboresho ya ratiba ya ligi kuu ikiwemo mchezo namba 184 Young Africa dhidi ya Simba Sporting Club, kisha kutangaza ratiba mpya mapema iwezekanavyo. Kwa hiyo kwa kifupi imeisha. Wakati wao pia ambao wanajiandaa na wao mchezo wasifurahie tu kwamba mechi itapangwa. Yanga nao pia wanajipanga. Hili unajua wao wanajipanga kucheza mchezo wao. Wanajipanga kucheza mchezo. Basi sawa bwana. Kwa hiyo watu wajipange pia kwenye mchezo. Wasije wakadhalilika.